ukiwa unajua kwamba Mungu ajui. Mungu anajua. Na ana uwezo wa kutoa adhabu. Kuepuka adhabu ni kutubu. Kuepuka adhabu ni kuomba msamaha na kumwambia Mungu, nimetambua ya kwamba nimekukosea, ya kwamba nimefanya hiki na kile, maana wewe ni shuhuda wa moyo wako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaenda kumalizia. Mimi na wewe inatupasa tuendelee kujichunguza, tuendelee kukagua moyo na kujua ni wapi tulipo, ni wapi tunaenda, ni mangapi tumeyatenda kwa siri, tukiamini ya kwamba ni sisi wenyewe tunayajua. Bwana asifiwe. Tumeona yaliyowakuta wengine kupitia maandiko haya tuliyosoma. Tujifunze katika haya na tupate kupona katika jina la Yesu. Ninaomba tumalizie na andiko hili. Nisomee Yohana 3 ule mstari wa 3. Bwana asifiwe. Soma mpaka wa 5. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 5. Yesu akajibu akamwambia, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za Nikodemo. Huyu alimwendea Bwana usiku. Ukitafsiri vizuri kwa habari ya huyu ndugu, ni kama alikuwa anajiona yuko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kumwendea Bwana kwa habari ya kumuuliza, wewe ni mwalimu, unaweza kufanya hichi na hichi kwa sababu nimeona mambo makubwa ambayo yakitendeka kwako. Kwanza huyu alikuwa ni mkuu. Bwana asifiwe. Alikuwa ni mtu mwenye nafasi, Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Ni viongozi wa nyakati zile. Mpaka kumwendea Yesu kama alikuwa anamjaribu, ni kama alitaka kusikia kutoka kwake. Na Yesu kumtambua moyo wake, kumtambua yeye ni wa namna gani, akamwambia yapasa uzaliwe mara ya pili. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo yapasa tuzaliwe mara ya pili. Haijalishi umeokoka mwaka gani, haijalishi uniishi vipi, yako mambo ya mkini yamekutoa kwenye mstari. Ziko dhambi za siri ambazo umezitenda, yamkini mipango ya za Bwana unajihesabia haki, unajiona wewe uko sahihi, kumbe kuna mambo ambayo umeyafanya mbele za Mungu sio sawa. Asubuhi ya leo tumwambie Bwana wa majeshi tuzaliwe mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Atubatize na ubatizo wa Roho. Roho Mtakatifu aweze kuyaangalia maisha yetu. Roho Mtakatifu aliye mwalimu aweze kutufundisha vile ilivyo sahihi. Roho Mtakatifu aliye shujaa aweze kututetea pale tunaposhindwa, maana kwa akili zetu hatuwezi, ila yeye akisimama tunaweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Nikodemo alijiuliza maswali mengi baada ya Yesu kumwambia habari za kuzaliwa mara ya pili. Ni kama alikuwa anamchambua, anamuonyesha kwamba ni jambo ambalo haliwezekani, lakini Yesu akamwonyesha ni kwa namna gani linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi leo inawezekana kuzaliwa mara ya pili. Inawezekana kumwambia Mungu nimekosea, maana anazo sababu na misingi ya kukuambia asubuhi leo zaliwa mara ya pili.
Inawezekana jana kuna anguko umeanguka, nimekutoa kwenye mstari. Asubuhi ya leo akaamua kusema na wewe, zaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. Usishangae na kuanza kuwaza kama Nikodemo, inawezekanaje mimi nilishaokokaga? Inawezekanaje mimi kuzaliwa tena mara ya pili? Hapana, iko nguvu ya Mungu asubuhi ya leo inasema na wewe ya kwamba zaliwa mara ya pili. Yakini kuna umetembea, umeipungukia neema, umezitenda dhambi za siri ambazo umezificha, ukazificha. Asubuhi ya leo mwambie Bwana, nimekukosea wewe, ninaomba msamaha kwako, maana wewe unasamehe, maana wewe unafinyanga kwa upya tena. Bwana akufinyange apate kuachilia badiliko kwako. Roho yake Mtakatifu azaliwe kwenye maisha yako akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Naomba wanapraise wafike hapa tumwabudu Mungu kwa kifupi. Alafu tukishamwabudu Mungu kwa kifupi, kila mmoja atengeneze mazingira ya kuzungumza na Mungu aliyemuumba. Mungu aliyekuchagua akakupa neema ya kuwa vile ulivyo, amenichagua na mimi pia. Ninazo sababu za kusema naye, maana yako makusudi ambayo amekusudia kwangu aliponiokoa, yako makusudi ambayo amekusudia kwako alipokuokoa.
nimezifanya kwa siri, ninaomba neema yako ya msamaha katika jina la Bwana wa Mungu. Maana hata neno lako Bwana wa majeshi